ujumbe wa jioni ya leo ni ushindi juu ya vizuizi ama vikwazo, unaweza kaita vizuizi ama vikwazo vya kiroho kwenye maisha. Ushindi juu ya vizuizi ama vikwazo vya kiroho kwenye maisha. Tutasoma kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 16. Kama mtumishi wa Mungu Emmanuel unaweza kusaidia kusoma mstari ule wa 9. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Biblia inasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Asante sana. Mstari mmoja tu wa 9 unakuja na kitu cha tofauti sana kutueleza sisi ambao tuko hapa jioni ya leo. Paulo alikuwa anawaandikia Wakorintho, na leo tunaelezwa sisi kanisa la Mombo. Sema amen. Unajua anayezungumza hapo ni mtume ambaye kwa neema ya Mungu ameweza kwenda na mahusiano makubwa sana na Mungu kuliko tunavyoweza kufahamu. Ni mtume ambaye awali alikuwa ni mtesi wa kanisa, na Mungu alikutana naye uso kwa uso akiwa anaelekea Dameski. Na akielekea Dameski, territory ya Dameski, alikuwepo shemasi mmoja ambaye alishatengeneza mazingira rohoni, na ile atmosphere pale yote alikuwa ni ya kwake kwenye roho, ulimwengu wa roho. Kwa hivyo alikuwa anakwenda anaua watu kule, lakini siku alipojichanganya kuingia anga la mtumishi wa Mungu huyu, akakutana na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Territorial spirits. Kila anga lina roho fulani linatawala mahali hapo. Ni wewe tu unaamua roho gani atawale kwenye anga unalokaa. Sema amen. Akiwa kule Mungu alimtokea na akabadilishwa maisha yake, akaanza kuhubiri Injili. Kama alivyokuwa mtumwa kwa dhambi, akaanza kuwa mtumwa kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa sasa sio tu kwamba amekutana na Mungu uso kwa uso, lakini pia ndio ameandika nyaraka nyingi kuliko mitume wote kwenye Biblia. Ndio ambaye Mungu amempa neema ya kuwa mafunuo makubwa kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kina Petro inawezekana wamemwona Yesu, wamekula naye, lakini hawajawahi kuona mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu alipewa neema ya kwenda mpaka mbingu ya tatu, na anakutana na watu kule wanaongea lugha ambayo haifai mwanadamu kuizungumza. Paulo. Na unajua ameongea kwa uchache tu, hajaongea yote ambayo anayaona. Ndio ambaye anatufundisha vita ya kiroho. Hakuna mtume ambaye anaweza kutufundisha vita ya kiroho kama mtumishi wa Mungu Paulo. Anasema kupigana kwetu si juu ya damu na nyama. Anaongea hayo kwa sababu ameyaona kwenye realms, kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Watu wapo wanasemaga naibana na pambana na zile roho zote ulimwengu wa kwanza, kwenye anga la kwanza, anga la pili, anga la tatu mpaka anga la 7. Kati na search maandiko nikagundua ni Paulo tu ametufunulia kwamba kuna anga 3. Anga la 7 zimetajwa na kitabu cha Henoko ambacho kwenye Biblia hichi hakipo. Ni moja ya references. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni marejeo. Huyu mtume ananishangaza kwamba hata Wakorintho anawaambia na nena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Maana kama masuala ya kiroho alibobea, his master in the spiritual matters. Lakini anakuja anatuambia kitu cha ajabu, anasema kwamba hivi, Bwana amenifungulia mlango mkubwa wa kufaa sana. Anasema lakini wanizuiao. Sasa wakati nasoma ile andiko nikasema kama Paulo ambaye tunafahamu sifa zake hizo, anaweza kuwa na mlango umefunguliwa mbele yake, lakini wanaomzuia wapo. Mimi na wewe, geukia mwenzako mwambie, vipi kuhusu wewe? Maana yake there is no excuse.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana hatua anataka kupiga. Mzee ni safi hapa ameshiba miaka. Mzee Swai ameshiba miaka. Wamama hapo wameshiba miaka, lakini pia nao wana maono. Kuna hatua wanataka kupiga. Kila mtu aliye na uhai ana advantage ya kukua. Everything that has life has a chance to grow. Chochote chenye uhai ndani kina nafasi ya kukua tena. Sema amen. Maana yake kama hawa wazee wana ndoto, na ndio maana wanahangaika, wanapambana na nini, kuna kitu wanatamani kukiona. Kila mtu, hata mtoto pia kuna hatua anatamani kupiga. Hata anayetambaa anatamani siku moja afanyaje? Asimame. Anayesimama anataka atembee na kukimbia pia. Yoyote yule ambaye ana uhai kuna hatua anataka kupiga. Niko hapa kuambia kwamba hakuna hatua utapiga kirahisi. Lazima tuambiane ukweli. Gharama aliyolipa Yesu ni wokovu wako tu. Gharama nyingine lazima utazilipa. Sema amen. Ndio maana umeokolewa lakini bado unafunga na kuomba. Kwa nini sasa? Haleluya. Kwa hiyo hakuna namna mtu utaweza kupasua kwenye ulimwengu huu pasipo mapambano. Maandiko yanasema toka nyakati za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na hao wenye nguvu ndio nini? Ndio wanaouteka. Ukiona mtu amekamata ufalme wa fedha, amekamata kuhusu ufalme wa ndoa, amekamata kuhusu fursa mbalimbali, influence, kibali, jua kwamba kuna malango amepita akashinda. Sema amen. Haleluya. Unajua ni kwa nini tuko vile tulivyo? Ni kwa sababu kwenye kila mlango, kwenye kila fursa, kwenye kila ajira, kwenye kila ndoa, kwenye kila mahusiano, kwenye kila uzao kuna malango. Na malango yale pale ni lazima umefight kwenda. Haikuanza leo. Tangu enza wa Israeli, ahadi ya Mungu ni kuwatoa Misri, kuwapeleka wapi? Kanaani. Lakini hajawahi kuambia kwamba huko njiani kuna jangwa, huko njiani kuna kiu, huko njiani kuna bahari ya nini? Ya Shamu. Huko njiani kuna watu wa aina mbalimbali, kuna Yeriko, kuna Jordan. Kwa hiyo guarantee kwamba nawapeleka kule Kanaani haiondoi vikwazo kule. Lazima uta-encounter battles. Ukikwepa vita za kiroho, ukikwepa hivyo vikwazo ukasema narudi nyuma, ndio unakuwa na stagnations. Unabaki pale pale kwenye maisha. Kiroho kinabaki pale pale. Na nikwambia kwamba hata kwenye masuala ya kiroho, ukiona mtu amepiga hatua kiroho, jua kuna vita amepambana, kuna anga amevuka. Sema navuka katika jina la Yesu. Hakuna namna. Ukiona mambo yanakwenda vizuri mahali, ujue watu walisha fight. Wao wanasemaga every glory has a story. Kila utukufu una historia nyuma. Nilikuwa naangalia, unapoona kwa mfano ndoa ya mchungaji wetu kiongozi Swai na mama Swai, wana miaka 40 kwenye ndoa. Ukiwauliza, ukiwaangalia na cheka, lakini ukiwauliza atakwambia tumepambana vita 47 kwenye ndoa. Simshangilie Bwana kwa ajili yao. Unajua napenda sana kuambiana ukweli. Unapoona ministry, huduma, maana ndoa ni ministry, ni huduma, imesimama miaka 40 na kitu 47 sasa, maana yake kuna battles, kuna vita. Sio kwamba wamekaa tu hivyo na kuwa na kunywa. Lazima walivaa mkanda, wakapambana, halafu wakavuka pamoja. Sema amen. Unapoona huduma yoyote, hata makanisa limesimama, jua kwamba wamepambana kuvuka. Huwa haiwi rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu zipo kwenye ulimwengu wa roho. Nitakubariki, uzao wako ni ishara na ajabu. Mambo kama hayo yapo rohoni, ya kuyafanya yaanze kudhihirika. My friend, sio rahisi. Lazima uamue kuvaa mkanda kisawasawa na uanze kuingia vitani, kuzidai na kuzitafuta na kupambana na wale gatekeepers ambao wanazuia vikwazo. Sema amen. Haleluya. Sasa kwa sababu ya muda wetu haitoshi kuelezea kitu vingi sana. Nataka tuende kumwomba Mungu. Leo nina kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza, tutapata kujua kwa neema ya Mungu kwani vikwazo ambavyo tuko navyo ni vipi. Wewe una vikwazo gani ambavyo vinakuzuia? Jambo la kwanza. Jambo la pili,
ni kupambana na hivyo vikwazo. Ngoja nikwambie, asilimia kubwa ya ushindi, watu huwa wanashinda baada ya kumjua adui yao ni wa namna gani. Hata timu za mpira anajaribu kumstudy opponent wake ana madhaifu gani, alafu anatumia madhaifu yale kwenda kushinda magoli. Shetani ili aingie kwenye ufalme wako wewe, pia anaangalia una udhaifu gani. Hata kuja tu kama vile ametumwa tu kama chafya, no, atatumia muda mrefu. Anatumia hata miaka 20. Wewe unachoka, yeye hata miaka 30. Kumbuka yeye ni roho na hafi, yupo tu kila siku, wala hana uzee wala hana utoto, yuko vile vile. Ulimwengu wa roho hakuna muda. There is no time in eternity. There is no time. Mapepo yale yale ambayo Yesu aliyafukuza na kuyatoa ndio yale mengine pia mpaka leo yapo na tutesa. Kwa hivyo roho hazina kukua wala hazina kuzeeka wala kufa. Naposema na kuchinja na kuua, haimaanishi kwamba unawaua. You are joking. Tunajitia ndugu moyo tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomjua adui, hata unapokuwa unamwombea mtu, ukaanza kumwombea mtu, Mungu atakuletea kitu kitocho discernment of the spirit. Kupambanua roho. Okay, kumbe wewe upo kwenye mguu wake. Ukiataki kwenye mguu pale, anafunguliwa. Tofauti na mtu ambaye anapiga tu kila mahali. Napiga kichwa, napiga pua, napiga miguu. Unaweza ukatumia masaa mengi, lakini ambaye anaona anasema pale katika jina la Yesu. Kwa hiyo asilimia kubwa ya ushindi huo unapatikana baada ya kujua adui yuko maeneo gani, yukoje. Sema amen. Ndio maana Wakorinto na Waefeso wanaelezwa habari hizi. Unaelezwa Waefeso na Paulo anajaribu kuonyesha adui ni wa namna gani, halafu wao waendeje. Sema amen. Muda hautoshi. Unajua nini? Kama hujamjua adui, huwezi kushinda vita. Maana kwa bahati mbaya sana maadui wengine wapo wapi? Nyumbani mwako. Maandiko yanasema adui ya mtu yuko wapi? Ni wa nyumbani mwake. Sasa utafanyaje? Mnakwenda kupambana vita, mnamjua adui yuko kule, kumbe katika wale kundi ambao uko nalo kuna maadui pia kadhalika. Adui shetani anaweza kutumia hata mke wako. Nakumbuka siku moja nilifundishwa na wazungu kiroho kwamba anaweza kutumia mtu yoyote. Kwanza ataanza nyumbani mwako, ataanza kutumia mke ama mume. Akishindwa anakuja baba au mama. Akishindwa watoto, atahakikisha anakutoa kwenye reli. Maarifa pekee ndio atakayo kusaidia kuvuka. Sema amen. Maarifa ya neno la Mungu. Ndio maana tunakuwa tuna neno kabla ya kupambana. Sema amen. Vizuizi vya kiroho viko vitatu. Vizuizi na vikwazo vya kiroho viko vitatu. Vizuizi vyote hivi ukiviangalia vya kimwili, lakini vinaanzia rohoni. Maana anayetawala rohoni hutawala wapi? Mwilini. Hata Mungu alisema hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Aliumba nini? Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa nini aseme nchi na mbingu? Anasema mbingu na nchi. Aliumba ulimwengu wa roho kabla ulimwengu wa nini? Wa mwili. Haleluya. Cha kwanza, dunia, the world. Dunia ni kikwazo cha kwanza. Na ukisema dunia tuna maana gani? Tunazungumzia hapa kikwazo ambacho kinatoka nje yako. The outer adversary. Neno kikwazo hapo, Paulo anasema kwamba wanizuiao ni wanipingao ni wengi. Anasema adversary. Adversary ni nini? Ni kitu chochote ambacho kiko kinyume na wewe. Unataka kufaulu masomo, lakini kuna mtu ambaye yuko pale kwenye mlango uitwao kufaulu. Anasema hapa upiti. Unataka ndoa nzuri, kuna mtu ambaye kwenye mlango wa ndoa anakuambia hapa uendi. Unataka watoto, yupo ambaye anasema hapa utoboi. Dunia ni kikwazo cha kwanza. Tunazungumzia nini? Mifumo ya kidunia siku zote huwa ina tabia ya kupingana na mifumo ya nani? Ya Mungu. Mifumo ya kidunia inaweza kabisa kuwa kikwazo cha mafanikio yako. Haleluya. Mungu alipanga uajiliwe mkoa wa Tanga ili ufanikiwe. Maana kumbuka, success is geographical. Ufanikiwe popote.
Mafanikio huwa yanaendana na mazingira. Toka kwenye nchi yako uende nchi itakao kuambia kule itakubarikia. Mungu anamweka mtu mahali kwa kusudi maalum. Si kila mahali utafanikiwa. Kuna eneo na eneo, na ipo kimaandiko. Toka kwenye nchi yako. Alipotoka akabadilishwa jina, akaitwa nani? Abraham. Kutoka nani? Abram. Huyo akaitwa nani? Sara badala ya Sarai. Jina linabadilishwa. Nashangaa unaajiliwa mkoa wa Arusha, unaupenda, lakini kumbe mafanikio yako wapi? Mkoa wa Tanga. So mifumo pia inaweza kusababisha ikawa kikwazo cha mafanikio yako. Haleluya. Nakumbuka dunia hajawahi kuwa rafiki wa Mungu. Siku zote dunia nini? Ni adui. Kwa sababu mfalme wa dunia hii ni nani? Ni Shetani, na ana influence dunia. Ndio maana Mungu amekupa neema ya kuwa nuru ya ulimwengu. Sema amen. Falsafa, tamaduni mbalimbali ambazo hufanya kazi nje ya mifumo ya Mungu, hizi zinazuia. Una sifa zote, lakini kuna mtu tu mmoja ambaye atakuwa aweke sahihi. Yaani huyo hataki kuweka sahihi kabisa. Una sifa zote za kuajiriwa, mtu mmoja tu anasimama anasema no. Nakumbuka mtu mmoja anakuja wangu nielezea, anasema nimekwenda kwenye interview nzuri kabisa, nimefanikiwa kabisa, na alikuwa number 1. Wanaomfanyia interview wanashangaa, na bosi pia naye anashangaa. Mtu wa namna gani huyu? Huyu amepita bila kupingwa. Mtu mmoja akaja akasema, lakini huyu huwa ana ugonjwa wa kudondoka. Yaani bosi aliposema akasema, nini? Ana ugonjwa wa nini? Akasema kweli kizuri hakikosi kasoro. Hiyo neno hiyo, kizuri hakikosi nini? Kasoro. Ni dunia hiyo imeweka, lakini sio kweli. Hebu muulize mwenzako, mimi nina kasoro? Sio kweli kwamba kizuri hakikosi kasoro. Kuna vizuri ambavyo havina nini? Kasoro. Na wewe ni mmoja wapo. Sema amen. Kwa akashindwa kuendelea na kazi, ilibidi abaki arudi nyumbani. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Yes, mifumo inaweza kumbadilishia mtu. Ameumbwa kuwa daktari, mifumo ya dunia ikamfanya kuwa nani? Mwalimu. Tunashindaje? Yetu tusome maandiko kidogo. Yohana wa kwanza sura ya 2 15 mpaka 17. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 na 17. Maandiko yanasema, kiza kwa makini, msipende dunia. Msipende dunia. Mwambie jirani yako, usipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Kuna dunia na mambo yake. Sema nakataa dunia na mambo yake yote. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Asema maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili. Sasa hapo ndo anaongelea vizuizi vya namna gani? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake. It's temporary, bali yeye afanyie mapenzi ya Mungu dumu hata milele. Anajaribu kutuonyesha kwamba kumbe dunia ina mifumo yake. Na mifumo ya dunia siku zote utaingizwa kwenye mashimo kupitia vitu vitatu. Tamaa ya macho. Ndipo unaona sasa Yesu ana utukufu mkubwa mbele, alafu shetani anamwambia si ugeuze mawe kuwa nini? Mkate. Tamaa ya nini hiyo? Ya macho. Ukiangalia ile mkate kweli unafaa kuwa kabisa, ile jiwe nafaa kuwa mkate kabisa, lakini anataka kumtempt kwa staili hiyo. Na angejaribu kugeuza, manake angeshamtii tayari shetani, manake tayari hatima yake isingefikia. Kwa ni kikwazo. Anamchukua na kwenye uwanda mkubwa, anamwambia mali hizi zote nitakupatia ukinisujudia. Angefanya vile, mimi na wewe tusingeokolewa. Kikwazo. Tamaa ya mwili, kiburi cha uzima. Muda wetu utoshi. Tunashindaje namna hii? Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2.
Nakumbuka Paulo hapa anawaandikia walioamini, hawaandikii wapagani, walioamini. Anawaandikia wateule. 12:2 nasema, kwa kuwa nyinyi mmeshaokolewa tayari, anawaambia sasa, wala msifuatishe namna, sema namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Umeumbwa kuwa nuru ya ulimwengu. Ukifika eneo lenye giza, wewe unakuwa nuru, unaangaza, mambo yanakwenda sawa sawa. Sema amen. Lakini tuna kizazi ambacho kikifika mahali kinageuzwa. Ndio maana Paulo anawaambia Warumi, mgeuzwe. Na hapa sio ujigeuze. Mfanyaje? Maanake kuna force inapaswa kufanya kazi, na yenyewe ni Roho Mtakatifu. Sasa utanisamehe, leo maombi tulikuwa tunaomba kwa staili hiyo. Kwa hiyo hapo sasa naomba ushike kichwa chako. Shika kichwa chako. Alafu inua mkono wako juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema. Asante kwa upendo. Ndani yangu yamejaa mawazo ya dunia, niliyoyaangalia, niliyoyatafakari, niliyoyaona. Katika jina la Yesu na kusihi, geuza ufahamu wangu, geuza nia yangu, geuza fikra zangu zikutazame wewe Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vikwazo ndani yangu ambavyo vimetokana na ufahamu, vimetokana na ulimwengu, vimetokana na mifumo ya dunia, vikatike kwa jina la Yesu. Viachie katika jina la Yesu. Viachie katika jina la Yesu. Wewe Mungu ulisema mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Nigeuze Bwana, nigeuze Bwana, nigeuze Bwana, kwa Roho yako Mtakatifu, kwa moto wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kikwazo cha pili, mwili. Yaani maisha yetu yote sisi yanaongoza vitu hivi vitatu. 1, dunia. 2, mwili wako. Sasa hii ndio vita hatari. Maana hii ukisikia kwamba adui ya mtu yumo wapi? Nyumbani mwake. Ndio hii sasa. Kwa sababu mwili, hii ni vita ya ndani yako wewe. Ni vita ya ndani. Maana Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7, anasema kwamba lile nitakalo kulifanya silifanya, lile ambalo silitaji kulifanya nalifanya. Kwa hiyo anapata tabu. What is this now? Mwili. Ndio maana akasema nautiisha mwili wangu kila siku. I crucify my body every day. Anausulubisha mwili wake kila siku. Kama kuna vita ya kwanza utashinda, my friend, hauwezi kushinda vita yoyote mpaka umeshinda vita ndani yako. Narudia, mwanadamu hawezi kushinda vita ya nje kama hajashinda vita ya ndani. Kama hujaupiga uzinzi, kama hujapiga usengenyaji, kama hujaupiga ulevi, kama hujapiga hiyo vitu, my friend, wewe ni vulnerable na huwezi kushinda vita ya nje. Kama huwezi kushinda vita ya ndani, hauwezi kushinda vita ya nje. Kwa hivyo angalia, watu wengi huwa wanatabia na ng'oa na haribu na piga. Shetani amekaa pale kwenye geti, anakusubiria umalize kung'oa na kuharibu, alafu anakuja kukung'oa wewe sasa. Unajua nini? Yesu alisema shetani hawezi kumtoa nani? Shetani. Hapo lazima ndugu yangu ujue, lazima utiishe mwili wako, lazima upambane na weakness na madhaifu ya ndani yako mwenyewe kabla hujaanza vita za kiroho. Unajua kwa nini walokole wengi wanapigwa? Walokole wengi wanapigwa maana wao wanapenda sana kushinda, kung'oa, kuharibu, lakini wenyewe wameshindwa kung'oa na kuharibu mambo yao ya ndani. Wangapi ambao wanasema nafunga na kuomba kwa sababu ya uongo? Maana kila nikijizuia nisiseme uongo, nasema uongo, basi naanza maombi rasmi, sio ya kanisa, ya kwangu binafsi, napambana na spirit ya uongo. Ni wangapi?
Sema Mungu nisaidie. Na hii hapa cha kwanza kabisa, lazima kwanza uokoke. Ukishaokoka, hii inaitwa salvation is a helmet. Wokovu ni helmet. Wokovu ni kofia, ni ulinzi. Wokovu ni kutoka kwenye ulimwengu wa giza kwenda wapi? Ulimwengu wa nini? Wa nuru. Kwa hiyo ukipigana vita, unapigana kutokea kwenye ushindi. Tofauti ya mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Aliyeokoka anapigana vita kutoka wapi? Kwenye ushindi. Huku ni victory side, huku ni ushindi uliko. Halafu huku ndiko ambako kuna vita. Ambaye hajaokoka anapigana vita akiwa huku kwenye vita, lazima atashindwa. Maana huko ndo kuna failure na kuna kila kitu kwenye giza. Aliyeokoka alishahamishwa. Kwa hiyo yeye anapiga kutoka wapi? Kwenye ushindi. Yaani anajua kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Kwa hiyo anaanza ugonjwa na kuamuru achia. Kwa nini? Ana ujasiri. Ukisema hivyo wewe hujaokoka, adui anakuambia wewe kwanza huna mamlaka ya kutumia jina la Yesu. Saidie katika jina la Yesu. Tunashindaje? Moja, tumeona hapo mambo kama yapo. Tunaona ukisikia mwili, ukisikia mwili hatuzungumzii huu unaouona tu. Tunazungumzia utu wa kale. Utu wa kale, ule uadamic, Adam alifeli na uharibifu kaingia kwenye miili yetu. Ule utu wa kale una tabia ya kuchipua kiburi, unachipua hasira, unachipua chuki, unachipua wivu, ulafi na uzembe. Hivi vinakuwa vikwazo kabisa kukuzuia usiendelee mbele. Sema Mungu nisaidie. Ukisoma Galatia sura ya 5:19 mpaka 21 unaona. Tunashindaje? Galatia 5:16. Basi enendeni kwa Roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za mwili. Lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Kutembea kwa Roho. Pia Galatia 7:15 mpaka 25. Lakini pia chagua nini cha kutafakari. Wafilipi 4:8. Tafakarini yale ya Mungu anasema tutafakari. Acha kutafakari mambo mengine. Wewe unakaa kutwa nzima kwenye movie, alafu unataka umshinde shetani. Upo kwenye movie kila siku, alafu unataka unaangalia watu wako uchi, watu wamevaa nguo nusu uchi, alafu unatoka huko macho yako yameshakuwa affected, macho yameshaathirika, alafu unataka useme kwa jina la Yesu nang'oa. My friend, be careful. Kwanza mwingine hata halali na anajua ratiba zote za movie. Vitabu, unasoma vitabu vya ajabu, maroho yanakuingia. Kuna watu ambao wanunua magazeti, wanafuatilia tu hadithi fulani. Wewe mabishano yako yote ni mpira. Sijasema ni vibaya, lakini my friend, kiasi ni tunda la Roho. Timotheo wa 2:22. Kukimbia. My friend, namna ya kushinda vita hii ama kikwazo kitwacho mwili is to flee. Sema kukimbia. Sema kukimbia. Yes. Shetani mtwange, lakini ikija kwenye swala zima la masuala ya mwili, kimbia. Anasema ikimbieni zina. Sio uambie kwa jina la Yesu. Yaani kijana mwanamke anakuja, anafanya kuona huyu anavyokuja ana ajenda yake. Alafu unasema jamani kwa jina la Yesu na kukanyaga. Wewe utakanyagwa. Lakini the only way ilikuwa ni kukimbia. Kwani alifanyaje Yusufu? Hivi Yusufu kama asingekimbia, ilikuwa kikwazo kuelekea nini? Hatima yake ya kuwa waziri mkuu. Ama hujajua hicho kitu? Sema Baba, weka juu mkono wako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chochote kile kwenye mwili huu ambacho kinajikosesha, ambacho ni kikwazo, katika jina la Yesu ninakusihi kwa moto wako Bwana, ukiteketeze katika jina la Yesu. Kama vile kwa Isaya ulivyoondoa uongo kwenye kinywa chake, ondoa ulaibu, ondoa chuki, ondoa tamaa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kitu ambacho kimekuwa lango la adui shetani
ili kunizuia kwenye malango ya ndoa, kwenye malango ya uchumi, kwenye malango ya watoto, kwenye malango ya ajira. Nina kilaani saa hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia in the name of Jesus Christ. Kuna watu ambao hapa unajua ni kwa sababu ya masturbations umepata spiritual husbands ama majini mahaba ambao wamekuja kukaa hapo, unalala nao kila siku, na hawa kwa wanaume na kwa wanawake wanazuia usipate watoto, wanazuia ndoa. Lakini ulifungua macho yako kaangalia movie, watu wako uchi, kaangalia movie, watu wanafanya mambo ya ajabu, alafu hapo hapo kaingia na lile roho pa, na ikaanza kutembea na wewe, inakutesa, inakutesa, inakutesa. Kikwazo tayari kwenye lango la ndoa, kikwazo kwenye afya. Mwana mwingine unasikia ana uvimbe, lakini angalia lango nini? Kuna namna fulani ulisema uongo, adui akapata nafasi akaingia. Ulisengenya, adui akapata nafasi akaingia. Hii kikwazo cha mwisho kinaitwa shetani, radushe tebeheria banta. Alafu unaanza kuona Mungu yuko mahali hapa sahi. You will see what will happen. Shetani ni kikwazo cha mwisho. Kabla ya kugusa shetani, shetani anakuja baadaye, lakini huwa anatanguliza dunia. Anakuonyesha tamaa na furaha ya kitambo tu ili achukue umilele wako. Atakuonyesha tamaa za mwili zitaonekana hapo. Halafu akishamaliza kukupiga ndio anakuja yeye kumaliza kazi. Na hapa sasa nataka twende unielewe vizuri. Paulo huyu wa Efeso 6 mstari wa 10 mpaka 18. Shetani hutumia kikwazo cha mwili na cha dunia kukuharibu hatima yako, kukuzuia usiendelee. Wa Efeso 6:10 mpaka 18. Usijali, muda wetu kuna vizuri. Tushaanza maombi tayari, unajua Sema amen. Tushaanza maombi tayari. Hapa bado maombi hayo mawili tu, and you will see what will happen. Na utaona kile kitu ambacho kitatokea katikati yetu hapa. Kwa sababu leo nakwambia vikwazo vyote vitadidimia kwenye ardhi na hautaviona. Kama unaamini sema amina kubwa. Asema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Katika nini? Katika nini? Uhodari katika Bwana. Sio hodari katika masengenyo, sio hodari katika TV, sio hodari katika movie, sio hodari katika mambo ya ajabu ajabu. Hodari katika Bwana. Kisikia swala la Roho Mtakatifu, kisikia ibada, kisikia neno, kisikia mkesha, unajisikia raha. Kuwa hodari, be that way. Kuwa hodari katika Bwana. Be strong in the Lord. Na katika uweza wa nguvu zake. Maana yake anawaambia msikae kilele mama. Kama ni silaha zichukue, uwe serious kweli kweli. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sema hila. Sema hila. Shetani kabla hajakuja yeye inaletwa hila kwanza. Neno hila ni wiles. Ni kama unavyoona masumbwi wakipigana vile. Zile ngumi zile ndio hila zenyewe. Ndio maana silaha zote kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho ukiziangalia, zile silaha zote ni za kukinga. Hauoni? Helmet ni ulinzi wa kichwa chako. Ngao, kweli kiunoni, utayari ufao injili, upanga wa Roho. Zote ni kwa ajili ya nini? Ya kupinga. Kwa hiyo tunampiga shetani kwa kumpinga. Sikiliza, nimesema hizi dhambi nyingine zote hizi vikwazo vingine vyote hivi unaweza kavikimbia, lakini anapokuja swala la shetani, huyo anamwambia ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Sema amina. Sema amina. Ukienda kwa habari ya dunia, unaikimbia dunia. Kwa habari ya masuala ya mwili, unakimbia tamaa za mwili, lakini shetani hatomkimbii. Mpingeni shetani na yeye atafanyaje? Sio wewe ukimbie shetani.
Mwingine anasema nyumba hii inahama, maana hii nyumba hii imenitesa sana. Oh my friend, shetani hakimbiwi, yani roho. Ukienda popote pale atakufuata, kwa sababu kuna lango ambalo analo kwenye maisha yako. Shughulikia malango yako, afu mwambie wewe, kuanzia leo katika jina la Yesu. Sasa ndugu yangu, wewe ndoto ya kwanza unaota sijui ndoto gani, unakimbizwa. Oh jamani, mimi nitakufa jamani. Unachukua unaenda dukani, unanunua godoro jingine, maana unaona kile kitanda kile unakaa vendo sababu ya wewe kupata zile ndoto mbaya au shuka. My friend, usiku unaofuata ndio unapigwa na ngumi kabisa, unasema sana hama chumba. Kula na kwenda kule sasa na unatandikwa vizuri zaidi. Shetani hatumkimbii. Shetani tunamtwanga, tunampiga, tunamface katika jina la Yesu. Angalia, Yesu adui akamfuata mara ya kwanza, jaribu la kwanza akamwambia imeandikwa, akaondoka. Jaribu la pili imeandikwa. Jaribu la tatu akasema shetani akamwacha kwa muda. Muda wote yuko pale tu, yuko naye tu pale. Imeandikwa, yuko hapo. Nyinyi ambao ni wataalamu kwa elimu maandiko, sawa, maandiko changanya na maombi. Njia pekee ya kuweza kumpiga shetani, hatuwezi kumuona hivi. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya nini? Ya falme. 1, 2, mamlaka. 3, wakuu wa giza. 4, majeshi ya pepo wabaya. Muda hautoshi nije kuonyesha hiyo uone ilivyotesa familia. Tunakwenda kuomba saa hii, lakini kuambia cha kufanya kwanza. Okay, kwa muda mfupi tu nikuelezee, tukaombe. Falme, mamlaka, wakuu wa anga, majeshi ya pepo wabaya. Hakuna mapepo hapo. So unaona mapepo hayapo kabisa kwenye vita vyetu. Mapepo, kama unasumbuliwa na mapepo, maana yake kuna kitu kimemisi. Mapepo ni level ya chini kabisa. Chini. Nilikuwa namwambia mwenzangu hapo Tagulai kwamba hata wakati wa Yesu kuna watu ambao walikuwa wanatoa mapepo kwa jina la Yesu na hawajaokoka. Petro anasema, "Nalimuona mtu akitoa pepo, kwa nini? Nikamzuia." Maana yake nini? Yule jamaa Yesu hakuwa amekufa na kufufuka, si ndio? Anatoa mamlaka hiyo. Yaani ni level ya chini. Na hapa anasema kupigana kwetu ni juu ya nini? Falme. Anakutajia vitu. Yaani wewe kuwa serious my friend. Angalia. Falme, mapepo hayastahili kabisa kumiliki chochote. Ndio maana wakisema out, anatoka. Kwa mfano, nyosha mkono wako juu. Roho Mtakatifu, nakushukuru. Fumba macho yako. Kwa ajili ya mafundisho haya, thibitisha neno lako. Kila nguvu za giza ambazo zimemkamata yoyote mahali hapa, naachilia moto wa Roho Mtakatifu. Ewe pepo, kuanzia utosi mpaka miguu, ninakuamuru sahi katika jina la Yesu, mwachie huyo mtu, mwachie huyo mtu. Holy Spirit, help me searching, help me searching. I arrest every power, 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 I arrest every power. Kila nguvu ya shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, jeshi la malaika nisaidie kumkamata huyo mmoja, huyo mmoja, huyo mmoja, huyo mmoja, huyo mmoja, huyo mmoja, apigwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, help me Holy Ghost, help me Holy Ghost. Yes, nazidisha huo moto, huo moto juu yako, huo moto juu yako, huo moto juu yako, huo moto juu yako kwa jina la Yesu. Fire! Mlete huyo hapo. Msaidie. Au mache tu mama, mache tu hapo. Roho Mtakatifu nisaidie kushika miguu yake na mikono. Asante Roho Mtakatifu. Shusha mkono wako. You see? Tunakemea wanatoka. Kwa nini? Kwa sababu hawaruhusiwi kutawala mwili. Falme ni tofauti. Falme
tofauti. Falme zinakuja, muda hautoshi. Twende kwenye tunadili masuala ya familia, atakuja kwenye hili somo la falme, mamlaka. Lakini falme anatawala territory, cities, regions, nchi. Anatawala nchi. Unamwona kiongozi wa nchi, kuna kiongozi wa nchi rohoni kabla unayemuona. Danieli 10, maandiko yako wazi kabisa. Yanasema kitu cha tofauti. Sema ule mkuu wa ufalme wa Uajemi alinizuia siku 21. Sio yule pale kwenye kiti Koreshi. Koreshi ni mtu mwingine. Kuna mkuu wa ufalme wa Uajemi alinizuia siku 21. Huyo ni falme. The prince of Persia alimweka gerezani kwanza Gabriel. Imagine Gabrieli, malaika Gabrieli anachukuliwa na shetani, alafu kwenye captive kama teka. Kwa nini? Kwa sababu falme zikija kwa mtu kama hapa kanisani, zinaangalia mtu ambaye ana influence, ana ushawishi, zinamuingia, halafu zinawezesha maagano na yule mtu, halafu zinapata uhalali. Baada ya hapo anaondoka. Kwa mfano kwenye anga hili hapa kuna viongozi mbalimbali, ama kwenye nchi wanaingia maagano, halafu baada ya maagano yale pale wanapata uhalali wake, wanaondoka. Falme zinaondoka. Zikiondoka zile falme, au kwenye ukoo pia, zikiondoka zile falme, anakuja mamlaka. Mamlaka ni delegated authority, mamlaka iliyoachiliwa kwa mtu. Kwa hiyo anakaa pale. Kazi yake nini? Kazi yake ni kuhakikisha kwamba kile ambacho kimeanzishwa, kwa mfano, kiweze kutendeka. Anachokifanya ule mamlaka, anaachilia watu waitwao wakuu wa giza. Wakuu wa giza kazi yao ni kuandika sheria, kwamba huyu mtu kwa kukubali mwenyewe amekubaliana na dhambi hii, amekubaliana na uovu huu. Kwa hiyo wanaandika sheria. Ukoo huu hapa usiolewe, wanawake wa kwanza wafe, laana hiyo itakuwa damu mpaka damu mpaka damu. Anaandika sheria kwamba watu hawa wasisome, ni laana kwenye ukoo. Ndio maana kila ukoo na matatizo yake. Alafu baada ya hapo wanaachiliwa majeshi ya pepo wabaya. Hawa kazi yao ni askari. Yoyote atakaye kwenda kinyume na ambacho kimeandikwa anatandikwa. Shangaa magonjwa ya ajabu, kansa, kitu gani? Huyo alikwenda kinyume, kwa anakawekwa captive, anawekwa huko. Haya hatusemi kwa jina la Yesu, hapana. Haya tunayaendea kwa damu ya Yesu. Nasema walimshinda nani? Shetani, sio pepo. Walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wako ukoje? Kwa kwanza tunakwenda kwa damu ya Yesu, kwa toba. Kama uamini, anza simama leo, anza kila siku asubuhi, anza madhabahu za ukoo wangu nazipiga siku ya kwanza, siku ya pili. Ukifika siku 7 utaniambia. Tapala shida sana. Lazima ujue protocols za kwenda kwenye madhabahu kama hizo. Tunakwenda kwa damu ya nini? Ya Yesu. Uko hapo umeokoka, una machangamoto, vikwazo vya namna hiyo. Jambo la kwanza, tutakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, naomba toba kwa ajili yangu binafsi na kwa ajili ya wale watu ambao wananitegemea. Naomba toba kwa ajili ya ukoo wangu. Alafu baada ya hapo unainuka na damu ya Yesu, kwamba kama ni lango la afya, Mungu ulisema kwa kupigwa kwako nimefanyaje? Nimepona. Mahakamani hapo Mungu anasema ni kweli, una haki, mtu wa Mombo. Sema amen. Simama pale ulipo sasa. Simama pale ulipo sasa. Unajua ambacho tumekifanya hapo ni kikubwa sana. Wewe ni huwezi kuona rohoni. Na baada ya hapa mtaona tu tutaendelea. Precious Holy Spirit, nisaidie kumhamisha huyo binti hapo chini. Roho Mtakatifu, arejeshe ufahamu wake yule binti sasa, katika jina la Yesu Kristo. To her in the name of Jesus. Achilia uzima na arejee katika jina la Yesu. Mshike mkono tu muinue. Thank you Jesus. Radosha bebe ya baru ya mama. Asante Yesu. Nyosha mikono yako juu sasa. Juu kabisa. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Wewe ni mwingi wa rehema na huruma. Viko vikwazo vingi kwenye maisha yangu ambavyo vimeingia kupitia malango mbalimbali. Saa hii katika jina la Yesu nakuja mbele zako. Ulisema tukisogelee kiti cha rehema kwa ujasiri. Asante Yesu. Ulisema ya kwamba tunaye mwombezi kwa Baba. Yeye ndiyo mwanasheria wangu.
na kwa damu yake Yesu tuliwekwa huru na kuja mbele zako na achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema kwenye malango ya ndoa, kwenye malango ya uchumi, kwenye malango ya watoto, kwenye malango ya mahusiano, kwenye malango ya afya, kwenye malango ya ajira. Achilia rehema Bwana, achilia rehema Bwana, achilia rehema Bwana. Na tubu kwa ajili yangu binafsi, rehemu nafsi yangu, rehemu macho yangu, rehemu mwili wangu, rehemu roho yangu. Achilia utakaso Yesu, achilia damu yako Yesu, achilia rehema Yesu, achilia rehema Yesu, achilia rehema Yesu. Yule mtu kipofu alisema, Yesu mwana Daudi ni rehemu. Hebu mwambie Bwana, achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema. Na umaanishe, omba toba kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya ndoa yako. Rehema za Mungu zina nguvu kuliko hukumu, zina nguvu. Huyo adui shetani ambaye amepata uhalali kupitia malango hayo, amepata uhalali akazuia ndoa, akazuia uzao, akazuia ajira kwa watoto wako, akazuia mafanikio. Mwambie na kujia kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo. Omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Rehema za Bwana, 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 rehema za Bwana zina nguvu kuliko hukumu, zina nguvu kuliko hukumu, zina nguvu kuliko utasa, zina nguvu kuliko utasa, zina nguvu kuliko utasa. Rehema zako Bwana zina nguvu. Achilia rehema Bwana, achilia rehema Bwana juu ya kanisa la Mungu wa Israeli. Achilia rehema Bwana, rehemu Bwana kanisa, rehemu watoto wako Bwana, wale ambao walikuwa vizuizi kwa sababu makosa mbalimbali. Jehova, kama huwezi kuomba, sema tu, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu. Nisamehe jinsi nilivyo, nisamehe jinsi nilivyo. Achilia rehema Bwana. Orada baba sobebere bantaria bo rikashata rekese bebere hosa. Vikwaza vya kiroho vikwaza nafasi kwangu Bwana. Ireshote bebere hosi bari amanda. Rehema za Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana. Achilia utakaso, achilia utakaso Bwana, utakaso wa ndoa yangu, utakaso wa watoto wangu, utakaso Bwana. Ikiwa wanangu hawako mahali hapa, lakini maandiko yanasema kwa sababu ya imani yao ulimsaidia mtu ambaye alikuwa mdhaifu Bwana. Kwa ajili yangu mimi ambaye niko hapa, na inua uzao wangu mbele zako, na inua uzao wangu mbele zako Bwana. Achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema. Kama Daudi Bwana alisema, unirehemu sawa sawa na wingi wa rehema zako. Achilia rehema Bwana, achilia rehema Bwana. Rika sakatereheria ba risho debere hosiveria manda riko sakata redebesha peperibosia rika ndoroholia. Rehema zina nguvu. Usichoke, usichoke, usichoke mpaka uchungu umeisha ndani yako. Rikata uhalali umelipwa tayari kwa damu ya Yesu, umelipwa tayari kwa damu ya Yesu. Mwende shetani na damu ya mwana kondoo. Rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana. Yereko sarare bereosia. Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi na makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima. Rada risatatareheria rishatatataroria ma. Achilia rehema Bwana. Huyo shetani amekuwa hapo, amepata uhalali kabisa wa kuzuia ndoa, wa kuzuia uzao, wa kuzuia ajira, wa kuzuia uchumi, wa kuzuia afya. Shetani, leo nimetambua rehema zako zina nguvu Bwana kuliko hukumu ya adui shetani. Rehema, 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 rehema zienee nyumbani mwako, zienee kwenye roho yako, zienee kwenye ardhi ya kwako, zienee kwenye anga la kwako, zienee kila mahali. Rehema miguuni mpako, rehema mpaka macho yako, kinywa chako pia. Omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Risatata rekosha papa rikoseberiama rika
rasotodoria reka papa rishodoria. Hizo ni rehema za Bwana, rehema za Bwana, rehema za Bwana. Zikomboe uzao wako, zikomboe uchumi wako, zikomboe uzao wako, zikomboe uchumi wako. Rehema. Shetani hapendi uombe, hapendi uombe, hapendi uombe. Umeitambua siri. Mshika huyo yule pale, zuia yule. Paroshebelerosia rika paparohosia na redebelerosia. Rehema 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 farosheberia. Rehema za Bwana, 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 rehema za Bwana. Inua sauti yako ifike juu mbinguni, ifike juu mbinguni. Rehema za Bwana. Roho Mtakatifu anakuonyesha sababu za vikwazo, anakuonyesha dhambi za siri, anakuonyesha mambo unayofanya, anakuonyesha kwamba vizuizi hivi ni kwa kuwa wewe ulifanya 1 2 3. Anakuonyesha madhabahu za kwenu, anakuonyesha. Inua mbele za Bwana, mwambie Baba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Yes! Katikati Bwana ghadhabu kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Usichoke, 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 usichoke. Inua uzao wako mbele za Bwana, inua kazi yako, inua ardhi yako, inua uchumi wako, inua. Tukiende kiti cha rehema kwa ujasiri, kwa ujasiri, kwa ujasiri, kwa ujasiri. Kumbuka rehema, rehema Bwana, rehema Bwana katika ghadhabu. Kumbuka rehema Bwana. Oradawa rekeberia rishatadoria benta rikasadare beberiana rekosete bebere hosiberia radababosa remashote beberia rikasotodoria manta rikapapapapa. Rinda uanze kwanza kupiga mpaka umeshinda kwa rehema. Shinda kwa rehema kwanza, hizo rehema za Bwana. Damu ya Yesu iko tayari kusafisha, iko tayari kusafisha. Isafishe wanao, isafishe hilo lango. Dai haki yako sasa. Mwambie Bwana, ulisema ya kwamba kama ni uchumi, mwambie Mungu, ulisema ya kwamba fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Ulisema ya kwamba malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayafungwi mchana wala usiku. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Ulisema nibarikia, nibarikie Bwana katika jina la Yesu hai, kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa rehema zako. Ulisema Bwana ya kwamba uzao wako ni ishara na ajabu. Kwa nini Bwana? Uzao wangu umekuwa laana. Rehemu Bwana. Ulisema zaeni mkaongezeke, kwa nini kupungukiwa? Rehemu Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa katikati yetu. Anaangalia moyo ambao umepondeka, anaangalia moyo uliopondeka. Usiangalie swala la muda mpendwa. Hiyo ni hatima yako, ni hatima ya uzao wako, ni hatima ya uzao wako, ni hatima ya ndoa yako, ni hatima ya biashara, ni hatima ya watoto wako. Usiangalie muda. Ukisikia kulia, lia. Kupiga kelele, piga kelele. Kulala chini, lala chini, lakini hakikisha unaomba rehema mbele za Bwana, rehema mbele za Bwana, rehema mbele za Bwana, rehema mbele za Bwana, rehema mbele za Bwana. Rehema zake ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa. Damu ya Yesu iko hapa. Anaangalia moyo uliopondeka, anaangalia utayari wako, anaangalia utayari wako ili akusafishe, ili akutakase, ili akubariki, ili akutakase, ili akubariki, ili akuzidishe, ili akuzidishe, ili akuzidishe. Risakabaharibusiaba. Nashangazwa na rehema zako,
Yesu asante kwa rehema, ganzwa kwa rehema zako. Yesu asante kwa rehema, nashangazwa kwa rehema zako. Yesu asante kwa rehema, nashangazwa na rehema zako. Yesu asante kwa rehema, nashangazwa koriamana na rehema zako. Yesu asante kwa rehema, nashangazwa na rehema zako. Aya, oh Yesu asante kwa rehema. Roho ananiambia kuna watu ambao wanashindwa vita kwa maombi ya rehema tu, wanashindwa vita yao. Vita ya uzao inashindwa kwa rehema pekee. Watoto wao wanainuliwa tena, wafu wanafufuliwa tena, biashara inapona tena kwa rehema za Bwana. Mungu anakushindia. Anayemaanisha inue sauti yake, anayemaanisha inue sauti yake, anayemaanisha inue sauti yake. Mwambie Bwana, kumbuka rehema. Moyo uliopondeka Mungu hata udharau. Jioni ya leo hata udharau. Hiyo vita inashindwa, hiyo vita imepigwa tayari. Ukidai rehema za Bwana anauthibitisha, anathibitisha. Wengine nasikia hukumu mioyoni mwenu, dai rehema mbele za Bwana. Maji yakimwagika hayazoleki, ni kweli, lakini kwa Mungu yanazoleka, kwa Mungu yanazoleka. Kama ulikosea jana, ni kweli leo Mungu ana uwezo wa kwenda jana pia akaedit historia yako, akarekebisha maisha yako, akarekebisha uchumi wako, akarekebisha uzao wako. Yeye Mungu anaishi jana, anaishi leo na hata milele. Yeye anaishi mwanzo na mwisho pia anaishi. Usikate tamaa, liko tumaini kwenye mti uliokatwa. Yes, tachipuka tena. Utakaso, utakaso wa nafsi, utakaso wa roho, utakaso wa mwili. Shetani amekaa hapo siku nyingi kwa kuwa ana uhalali na wewe, lakini muinue mbele za Bwana, mwambie Yesu pekee, ulinifia msalabani, ulinifia msalabani. Rehema zako zina nguvu kuliko hukumu. Vizuizi vinatoka wapi tena? Jehova nitetee. Ni kweli jana ulikosea. Yesu anaishi jana pia. Anaweza kurejesha iliyopotea, anaweza kurejesha historia iliyopotea. Inua mikono yako juu sasa. Mikono yote miwili shala kusarenda. Ipo nguvu isiyokuwa ya kawaida kwenye mikono yako. Ukiinua juu namna hiyo, unaamuru malaika waingie kazini. Ni ule muda sasa wa kwenda kuhamisha kila vizuizi, kila vikwazo kwenye maisha yako. Saa hii havina uhalali na wewe wala watoto wako. Una mamlaka ya kung'oa, mamlaka ya kupindua, mamlaka ya kuharibu. Maandiko yanasema even the lawful captive was set free.
Majira haya kama vile Goliati alivyoendewa na Daudi, Daudi akasema nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli watukana. Nataka saa hii uwe na hasira ya kiroho. Unavijua vikwazo vyako wewe, unavijua. Unafahamu vikwazo ambavyo vimezuia wewe mwenyewe, vimezuia watoto wako, vimezuia ndoa yako, vimezuia chochote kwenye maisha yako. Inua sauti yako saa hii, liendee vikwazo. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mwema na wa rehema. Umesema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 9 ya kwamba unakwenda mbele yangu kwa moto uteketezao. Katika jina la Yesu, majira haya tembea mbele yangu, tembea mbele yangu. Peleleza Bwana kila kikwazo, kila kikwazo, kila kikwazo kinachoonekana ama cha rohoni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kihamishwe, kiharibiwe, 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 kiharibiwe. Na kipiga, 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 na amisha, na angusha, na amisha, na angusha. Piga, 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 piga. Yes, 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 yes. No, 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 no. Haya mapando, yo ukuta, yo Yeriko, iangushwe, yo vikwazo viondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, 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 yes. Amisha, amisha. Ni vita, ni vita, ni vita, ni vita. Mwanangu awe huru, uchumi uwe huru, ndoa yangu iwe huru, maisha yangu iwe huru, afya yangu iwe huru. Endelea. Mleta huyo kumbele. Shataoriaba, reka papa, riko seteriaria, reka papa oria, redo shateria manta, rika papa rohosiata, reka papa baba, risho tete. Omba. Yesu anaingia kazini. Malaika wanaingia nini? Wanaingia kazini. Omba kazini. Wanang'oa, wanaamisha, wanang'oa, wanaharibu. Shatatata, reka papa, riko sotodo. Shetani hapendi uombe. Usikubali. Ondoa, haribu. Baroshoto, reka papa, riko sate, reka tebe, reko sota, reba shata, rika sate, eri orota, eri gosata. Kikwazo cha ndoa kwa jina Yesu na kupiga. Kikwazo cha uchumi na kupiga. Resato, rekapa, rishata, rikosa, ereta. Shatatata, rika paperia, reko satoria, rika taderia, repa parosia, rishata, rekapa, rikosa, rikata. Vitaje kwa majina yao, vitaje vikwazo, vitaje viharibu. Ikiwa ni afya, haribu kikwazo, kiondoke kwa jina Yesu. Yes. Shatatata, riko paperihosia, yetereosiberia, shata, rika, paro, seta, riko. Naamisha, napiga kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Power in the name of Jesus. Power, fire over you. Reko sototo, rika shatateria, rika papa, reko sakotodoria, rika sotodoribeta, remo shataria, rika paparo, riko sodoria. Moto uko mahali hapa, moto umewasha, moto umewaka. Usiache, umewaka moto.
Yes, piga, 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 piga. Shatoriberia, rekosogoriaba. Yes. Fire, fire, fire out in the name of Jesus. Rasha Tederia, Rika Papa. Your eyes sipasuke na kumeza kila kitu. Sikiliza, nasikia ufunuo hapa, nasikia ufunuo hapa. Inua mikono yako juu sasa, tumalizia hivi. Two things, tunamaliza. Siku zile za Elia, Mungu alishusha moto kutoka mbinguni ukalamba sadaka. Nataka tukihesabu mpaka 3. Utaamuru huo moto uanze kutafuna chochote ambacho ni pando limezuia kwa muda mrefu. Tarehe 29 ikumbukwe kwenye ulimwengu wa roho. 1, 2, nikisema 3 utapiga kelele kuangusha, na huo moto utashuka utalamba hizo madhabahu. 3, kwa jina Shatoria kaba resataria basotia reshatata reshatata sheroko seberia daro shebe daro shataria reshatatatabia raso kapata rekapasho teriebe resatatatano katika jina la Yesu. Jambo la pili, siku za Musa Mungu alifunua ardhi ikameza watu. Leo kila ambaye amehudhuria hapa au umwakilisha mtu yote ambaye yuko nyumbani, tukihesabu mpaka 3 utapiga kelele tena, ardhi ifunue kinywa chake. Nataka uwe na consciousness, ardhi ifunue kinywa na imeze chochote ambacho ni kizuizi kwenye maisha yako. Ukitoka hapa usikie shuhuda. 1, 2, 3, piga kelele. Fungua kinywa chako, fungua kinywa, fungua kinywa, fungua kinywa. Meza mapepo, meza ujinga, meza uzembe, meza uzinzi. Fire, 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 fire. Unaona, anamezwa, 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 anamezwa. Yes, 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 yes. Magonjwa yamezwe, vikwazo vimezwe, maagizo yamezwe. Ndoa reshata rekota erosaperia sakoto terebosha rikosa. Anza ukili ushindi, kile ushindi, kile ushindi, kile ushindi, kile ushindi, kile ushindi. Moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto, 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 fire. Roho Mtakatifu ananiambia tumalizia hivi. Shapa rakusika beberia rikosa babaribosia rikosa beberi horia banta riko sekebeberi bosiama. Maandiko yanasema mlima Sayuni kutakuwepo na ukombozi, 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 ukombozi. Shatata beheviara riko sakababari hosi beberia ba riko shatata dia rika sakata dohori bebesia banta riko sebeberi monta. Obadia 1:17, Obadia 1:17, Obadia 1:17, Obadia 1:17. Maandiko yanasema hivi: bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. Nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. Nataka uweke jina lako hapo: nyumba ya Bariki, nyumba ya Maswai, nyumba ya Nisafi, nyumba ya Msakula, nyumba ya Kaziri. Nyumba yangu tunamiliki, tunamiliki, tunamiliki. Na mikono yako juu sasa, nataka uanze kukiri kwamba namiliki hazina zangu, namiliki katika jina la Yesu. Sema ya kwamba Bwana Yesu, umesema kwenye Obadia 1:17,
katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoa, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba yangu mtamiliki miliki zangu, na nyumba yangu na miliki zangu. Sema na miliki utajiri, na miliki ndoa, na miliki maisha yangu, na miliki afya yangu, na miliki watoto wangu, na miliki uzao wangu. Miliki. Possess kwa jina la Yesu. Asante.